Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Kocha, poleni kwa sare, ulikuwa ni mchezo namna gani? Kwa mchezo mgumu, kama ambavyo tunafahamu, CSA ni timu bora, ni moja ya timu bora sana kwenye ligi ya wanawake. Na tulitarajia kupata ushindani wa aina hii kwa sababu mechi ya kwanza tulishinda kwa idadi kubwa ya magoli. Nafikiri walikuwa wanaona kwamba leo ni siku ambayo wanaweza kuja kutu challenge na kutuonyesha ni kitu gani ambacho na wao wanao kama timu. Na nafikiri mechi imeonekana ilikuwa ni mechi ngumu. Wametangulia magoli mawili, determination kubwa wachezaji wetu, tumeweza kusawazisha, tunamshukuru Mungu alhamdulillah. Mmemaliza kwenye top 4 kwa maana nafasi ya 3. Yalikuwa ni malengo yenu na nini kilichangia ambao msababisha msiwe machampioni msimu huu? Kwanza malengo yetu ya kwanza sisi ilikuwa ni kutengeneza timu ya ushindani ambayo inaweza kushindania ubingwa. Kwa sababu wote tunajua Yanga Princess huko nyuma ilikuwaje. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye project yetu tunaifanya, maendeleo ni mazuri. Tuko mbele ya muda kwa sababu kila mmoja ameona namna ambavyo timu inashindana kwa sasa hivi. Na sasa hivi ligi imemalizika, lakini tunaenda kwenye dirisha la usajili, maana tunaenda kuboresha yale maeneo ambayo tunaona yana matatizo ili tuweze kuja kiushindani zaidi msimu ujao kwa ajili ya kushindania ubingwa. Yes. Ujao mtaanza tena ngao ya jamii. Nini unawaahidi wana Yanga? Sisi tunaenda kuiandaa timu na siku zote tunaenda kuiandaa timu kwa ajili ya kuwatengenezea wana Yanga furaha. Sisi tunachokiomba kutoka kwao ni support kubwa ambao wanaweza wakatugeia. Hilo ndio litakuwa ni jambo kubwa. Alafu deni wataliacha kwetu ili sisi tuweze kufanya vizuri, tuweze kuwapa hiyo furaha ambayo wao wanaitarajia. Lakini tutakuwa na msimu mzuri kuanzia kwenye ngao ya jamii msimu ujao. Tumeona leo timu imechelewa sana wachezaji kuwaka kurudi kwenye kiwango chao kama cha siku zote. Lakini kipindi cha pili tumeona mmerudisha magoli yote mawili. Labda mligundua nini hasa na mlizungumza nini na wachezaji kuelekea kwenye kipindi cha pili? No, sio kwamba ni wamechelewa kuwaka, si hivyo, isipokuwa huu ni mpira wa wanawake. Nafikiri kufahamu mpira wa wanawake ni kitu kingine kwa sababu mpira wa wanawake ni tofauti sana na mpira wa wanaume. Watu wa kike wako tofauti. Leo tunacheza mechi ya mwisho ya msimu. Mentally wengi hawapo, wengi tayari wanajua wameshamaliza msimu. Sisi kama walimu tunafanya kazi kubwa kuhakikisha saikolojia yao inakuwa ipo sawa ili waweze kutupa kile ambacho tunakihitaji. Umeona namna ambavyo tulianza, ni kweli CSA walikuwa wapo juu sana, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda nao walikuwa wanaingia mechi, na kama unavyoona tumeweza kufanya sababu ambazo zimeweza kutuletea matokeo kwa sababu tulikuja kusawazisha magoli, kitu ambacho tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho ambacho ametujalia.